Uhai kwa binadamu yoyote ni kitu cha dhamana na cha kuenzi mno. Binadamu yoyote aliye hai hufurahia maisha, kwani anaweza kufanya lolote bila kupata changamoto. Maisha ya yoyote huanza kutunzwa wakati anapozaliwa hadi kuwa mtu mzima. Watu huzingatia vyakula vya madini mbalimbali ili kuongeza kinga dhidi ya magonjwa. Washauri na wataalamu wa afya huunda vikao vya elimu vijijini kuhusu kutunza na kuboresha afya ya kila mwanajamii, ikiwa pamoja na kutoa ushauri kuhusu lishe bora, hedhi na umuhimu wa kuchunguza afya mapema ili kuepuka magonjwa makubwa kama saratani. Ugonjwa unapoingia mwilini, mtu huonekana mnyonge na dhaifu na hawezi kufanya lolote bila msaada kama awali. Ugonjwa huchukua gharama nyingi na pesa huishia kwa kutafuta tiba. Familia huenda hasara kubwa hadi wengine kuuza baadhi ya mali zao kwa kushughulikia mgonjwa wao, watumaini kuwa atapata nafuu na kurudia hali yake ya kawaida. Hali hii husababisha maumivu makubwa kwa familia zinazoshindwa kumudu gharama za matibabu, na wakati mwingine familia huathirika kisaikolojia na kifedha na kuishi katika hali ya mashaka na wasiwasi siku zote. Ugonjwa wa saratani ya matiti umeendelea kuwa kero na tatizo kwa wamama wengi kwa miaka za hivi karibuni. Ugonjwa huu umeacha familia nyingi maskini hoi, kwani gharama nyingi zimeishia kwa matibabu. Katika maeneo mengi ya vijijini, wanawake wengi wanakosa huduma bora za afya na matibabu kwa kuwa hawana uwezo wa kifedha au elimu ya kutosha kuhusu ugonjwa huu. Katika eneo bunge la Malava, kaunti ya Kakamega, tunapatana naye Melissa Mango kutoka kijiji cha Namshia, ambaye anatupa taswira kamili jinsi ugonjwa wa saratani ya matiti ulivyorejesha maisha yake nyuma. Majina yanajulikana kama Melissa Mango kutoka Namshia. Mimi nilianza kugonjeka mwezi wa Januari. Mzee wangu alikuwa lakini hakuwa anakuja kunitembelea. Niligonjeka kwa nyumba muda mrefu sana mpaka mama alipatikana huko. Ile mama alikuja hata sikujielewa mama amekuja. Mama alinichukua akanitoa kwa nyumba yangu akanipeleka Wesi, hata sikujielewa. Niko hospitali, nikafika kwa nyumba yetu sikujielewa, niko kwa nyumba yetu. Sasa vile nilikuwa harakati kwa nyumba yetu, baba akanishughulikia ugonjwa wa kienyeji. Matiti ilikuwa imejaa, imefunga kifua, sikuwa napumua, sikuwa nafanya chochote, sikuwa nakula. Ilikuwa inatakana niende Kakamega wapasua matiti, lakini ikapatikana kama ni ugonjwa wa kienyeji. Baba akashughulikana, wakanitibu. Kunitibu mzee wangu sikumuona mpaka wakati wa sasa sijaona mzee wangu. Kulingana naye Emily Baraza, ambaye ni mama mzazi, anatuelezea jinsi walivyopokea ripoti kuwa mwanawe amepatikana na ugonjwa wa saratani ya matiti. Tulishtuka kama familia, tulishindwa tuanzie wapi, lakini tulijitia imani na maombi. Tulijua kwamba tuna mapenzi ya kumsaidia Melissa, lakini gharama kubwa za matibabu zilikuwa kikwazo kubwa. Mimi kwa majina ni Emily Baraza. Nilisikia tarehe moja ripoti, mtoto yangu ni mgonjwa Saidi. Nikashtuka yenyewe. Nikaamua sasa nitafanya aje na sina fare ya kwenda huko. Niliingia kwa nyumba ya mtoto yangu. Nilipata mtoto yangu amelala kwa kiti kama maiti. Nikashangaa, na huyu amekufa au ni mzima? Hata nikashindwa kuingia kwa nyumba. Na nilikuwa na wenzangu wakaniambia tu Messi ingia tu kwa nyumba. Nilijikaza tu kuingia kwa nyumba, nikapata tu kama ni maiti. Nikaanza hata kumuita aitiki, hata ashtuki. Na nikapambana tu nitafutie pikipiki haraka. Wenzangu wakanisaidia kutafuta pikipiki, wakaleta. Hata kushika tu mtoto kutoka kwa nyumba kumweka pikipiki ilikuwa shida. Na nikachikaza tu. Ukaniambia chikaza. Na msali wana mtoto pia naye kastuka. Amefura, kukula akuli, kulala alali, hata kutembea atembei. Ni kupika tu manduru usiku yote mchana yote. Sasa hata mimi nikachanganyikiwa. Kwa nyumba ilikuwa shida hata kukula, sisi wote
tukashindwa tukachanganyika. Familia nyingi za wahanga wa saratani za kisasa zimekuwa zikishindwa kugharamia matibabu kwa sababu ya gharama kubwa za huduma. Gharama ya matibabu ya ugonjwa huu wa saratani ya matiti imekuwa kali mno, na kama familia hatuna uwezo wa kifedha wa kusimamia matibabu haya. Familia hii inahitaji kuwa na zaidi ya shilingi nusu milioni kugharamia matibabu ya Melissa, fedha ambazo familia hatuna, hatuwezi pata kwa urahisi. Na pesa nyingi zinahitajika ni kwa ajili ya upasuaji, chemotherapy na matibabu mengine ya mionzi ambayo ni kali mno. Kumuosha ni ngumu. Sasa mimi nataka msaidie wewe mtoto wangu aende hospitali. Aende apasuliwe matiti, na huko hospitali wanahitaji 1500. Nitatoa wapi? Nalia serikali mnisaidie. Hata mabati yangu ilikuwa kwa nyumba, nataka kujenga nyumba kama mabati 10. Nimeuza hiyo mabati yote. Hata mkiona tu nyumba yenye nimeishimo ni mvua tu. Mvua ikinyesha hata mtoto mwenyewe mahali wa kulala hakuna. Nyumba inanyeshewa, hata ikinyesha usiku sisi hatulali. Sasa serikali huwa mnasaidia watu. Mnisaidie kwa hii maneno ya mtoto wangu. Hata mmeona vile nimekaa. Mmeona vile nimeishi. Ninayo watoto wako shule, wanatakana malipo. Nimeshindwa, nitafanya aje? Serikali saidia mimi. Sasa huwa tunashindwa, tutajua maneno ya njaa, tutajua maneno ya ugonjwa. Wanataka nusu ya milioni ndio wanipasue matiti. Na mimi niko naumia, silali, sikuli. Sasa sijui nitafanyaje. Na msemo mwenyewe ukitumanisha akuji. Anasema sitawahi toa hata simoni na sitawahi kanyaka huko, na yeye hatawahi kanyaka huko. Na ni mzee wangu alipeleka kwetu mahali. Sasa sijui anataka nikufe ama anataka nini. Wakati wawili wanapofunga pingu za maisha na kuamua kuishi kama bibi na bwana, mmoja hula kiapo cha kumtunza na kumlinda mwenzake hadi kifo kiwatenganishe. Ahadi huwekwa ya kusimama na mwenzio kwa mabaya na mazuri. Mume wangu aliposikia kuwa nimepatikana na ugonjwa wa saratani ya matiti, alinitoroka na kuniacha na watoto nyumbani bila kujali tunakula nini. Hali hii imekuwa changamoto kubwa kwangu na watoto. Vitu kwa nyumba amemaliza, na hizo vitu ilikuwa inatakana niende niuse ndio niende hospitali wapasue matiti. Wanataka nusu ya milioni ndio wanipasue matiti. Na mimi niko naumia, silali, sikuli. Sasa sijui nitafanyaje. Na msemo mwenyewe ukitumanisha akuji. Anasema sitawahi toa hata simoni na sitawahi kanyaka huko, na yeye hatawahi kanyaka huko. Na ni mzee wangu alipeleka kwetu mahali. Sasa sijui anataka nikufe ama anataka nini. Na yeye alikuwa anatarajia mimi nirudi huko kama nimekufa. Sasa sijui nitafanya aje. Ng'ombe ameuza, shamba anataka kuuza. Sasa sijui anauza pesa akipeleka wapi. Sijawahi ona pesa zake. Na simuoni. Mashini kwa nyumba ameuza. Sasa kila kitu ameuza, anataka kuingia kwa shamba. Sijui sasa mimi nitafanya aje. Kama familia tunajaribu kuyanusuru maisha ya mtoto Melissa, lakini gharama imezidi na tumebaki kukaa na mtoto wetu kwa lango tukiwa na imani mhisani yeyote atakuja na kunusuru hali hii. Tumeuza kila kitu kilichokuwa nyumbani kutaka mtoto wetu apate nafuu, lakini tumefika mwisho. Tunaomba msaada. Tafadhali naomba wananchi wote ambaye wananisikia, serikali wote ambaye wananisikia, wanisaidie niende hospitali wapasue matiti. Kweli namuomba tu, ninaumia. Naomba tu serikali mkipenda mnisaidie. Waende wanipasue matiti. Pia mimi nipate uponyaji, nilinde watoto wangu. Bado wachanga sana, watoto bado wananihitaji. Sasa serikali huwa mnasaidia watu. Mnisaidie kwa hii maneno ya mtoto wangu. Hata mmeona vile nimekaa. Mmeona vile nimeishi. Ninayo watoto wako shule, wanatakana malipo. Nimeshindwa, nitafanya aje? Sasa mimi nataka msaidie wewe mtoto wangu aende hospitali. Aende apasuliwe matiti, na huko hospitali wanahitaji 1500. Nitatoa wapi? Na nini kinaweza sababisha saratani ya matiti?
don't wait. Yeah. If you feel, if you suspect, I had no pain, not from the cancer, not from the lump. The little pain I had felt, which saved my life maybe, was that little capilla for the cardiography now, blockage. And that's what made me maybe go to the hospital at that time. But it was time to do my yearly tests. And I want to encourage also our people, especially women and men, to do their yearly medical tests. It saves a lot, it's much cheaper than developing a disease, and then you're going now to go through that. And to take the national insurance, NSIF, because it can cover all those expenses. One does not have to say they don't have the money to do it. Saratani ya matiti ni ugonjwa kama mwingine wowote na unatiba kulingana na walioathiriwa na kupata nafuu kutoka kwa shirika la Cancer Survivors. Wanatupa taswira kamili. A friend who had gone through breast cancer, wife of another doctor, a doctor in America, 15 years before, and had come out very well. So I said I would like to do it in America. So he said, that's where you will do the final test to ascertain whether it's really cancer. I wondered, is it really cancer? I would say no. I was in denial. If cancer is detected early, the chances of healing are very high. If it's detected late, it's almost a gone. So part of the change is that you've got a lot of chemicals in the food supply. So even foods that we think are healthy, so say you take your average sukuma wiki, depending on where it's grown. So if it's unfortunately grown in Ruai, it has been watered with sewage. So sukuma wiki is a healthy food, but then it will come laced with chemicals from the water that has been used to water it. Kulingana na shirika linalosimamia na kuangalia waathiriwa wa maradhi ya saratani, Cancer Awareness, kati ya wanawake 8, mmoja ameathirika na ugonjwa wa saratani ya matiti. Maambukizi mapya zaidi ya 1200 hushuhudiwa kila mwaka, na kila baada ya dakika moja maambukizi mapya hushuhudia na kutangazwa. Zaidi ya 85% ya wanawake wanaambukizwa ugonjwa wa saratani hawana historia ya saratani ya matiti katika familia zao. Hii inaonyesha umuhimu wa kujitolea kwa jamii na kuzingatia afya yetu kwa umakini ili kupunguza hatari ya magonjwa haya. So what we normally encourage women to do is called breast self-examination. And so once a month, about probably 6 to 7 days after your period, you're supposed to feel your breasts. Once every month, at the same time every month, so that you can notice any changes. And so if you do it regularly, you'll get to know the regular how your breast normally feels. And we say 6 to 7 days after the period, because periods do change how the breasts feel. They tend to get a bit fuller. And so if you've been doing it regularly, the time you feel something different, then now you would go to the hospital and a nurse would do what is called a clinical breast examination. So every woman needs to do the self-breast examination at home. You just lie down and you feel the breasts, all the 4 quarters of the breast, both sides, same time every month. So that the minute you feel a change, something is not right, go to the hospital. Swali atabakia na muziki utabaki kwetu kama binadamu kujitunza na kula vyakula vilivyo na madini yatakayoipa kinga kamili miili zetu. Serikali kuu na serikali za kaunti yafaa kuweka mipango mahususi ili kulinda afya wananchi wao. Serikali za pande zote ziboreshe miundombinu ya mahospitali zetu ili kuwatibu wanaougua ugonjwa wa saratani. 3 kinds of cancer treatment, and some of them are very expensive, so they can't be put everywhere. So at the most basic is surgery, which is removing out the lump. And I believe if government was dedicated, you could actually get surgery happening in most level 5, level 4 hospitals. It's one thing to buy equipment, it's another to have the people to operate the equipment.
And so if you don't also look at the personnel element of it, which is sufficient training to get enough manpower to operate these things that we have bought, then they will sit there gathering dust. And so for chemotherapy, I am aware there are some counties that are now setting up chemotherapy. So previously it was only Kenyatta and Eldoret Moi Teaching and Referral. Expenses are not just a treatment, it's if you have to travel to Nairobi. You spend the night sleeping somewhere. What if you're on the queue at Kenyatta, you're not dealt with today, you sleep tomorrow? I mean, where are you spending? Who's buying that food? And all of that will not be covered by NHIS. There's a domino effect. So the expenses are not just treatment, it's everything else around you, whether you'll have to come with a caregiver. It's okay to consult, to go to try alternative medicine, but make sure you mix it also with the professional, with the conventional medicine, so that the doctors can monitor you. Are you really getting better from this, or you are not? If you're going to use any herbal medicine, make sure your practitioner has taken the things for testing. At the level of the individual, know your body. So for breast cancer, it's the breast self-examination. Generally, know how your body feels when it's healthy, so that you know when it's not. So self-awareness is very important. And then for the government, it's 2 messages. You need to increase the investment in cancer treatment. And secondly, one big thing they could do to bring down the cost of treatment is zero-rate chemotherapy drugs. Remove the 16% VAT and the cost of medicine will come down. Katika maeneo ya vijijini, ni muhimu kuanzisha vituo vya afya vya kutosha na kuongeza uhamasishaji kuhusu ugonjwa wa saratani ili kuwasaidia wananchi kutambua mapema na kupata matibabu. Mtu huishi mara moja na maisha ya mwanadamu ni ya dhamana sana. Tushirikiane kwa pamoja ili kuhakikisha kuwa jamii inapata msaada wa kutosha na huduma za afya bora. Brudi Elvis, kaunti ya Kakamega. Hapo awali tulikuwa tunajua kansa ilikuwa inashika tu wale wadosi wale wako na pesa. Lakini siku hizi imefika wakati hata ukiona kwa maboma za wale maskini wanakuwa na kansa kwa safari mingi sana. Sasa kansa mara mingi watu huwa hawaendangi hata kwa check up, sababu zingine uko na mali kidogo, na kansa saa hii ukienda hata kwa check up upatikane uko na kansa, ni kama ni ile kitu imekuja inamaliza mali kwa boma, mpaka hata watu sasa wamekaa na hofu sana juu ya kansa. Madaktari yetu wakuwe wakienda masomo zaidi hiyo ya kansa, ili tukuwe na madaktari yenye wataweza